Simba alikuwa na mchezo dhidi ya Kagera na akasema ndio timu yake ya mchezo wake wa mwisho kushiriki. Lakini pia leo kulikuwa kuna press imefanyika, Simba hajaonekana, Yanga wameonekana pale. Kama mchambuzi nguli sana wa masuala ya football Tanzania, unaizungumziaje hii Kariakoo Derby? Uzuri kuna uzuri hii ya kesho ina asilimia kubwa ya kuwepo, kwa maana sababu kuna mambo tushayaona yamefanyika. Yani ya kikanuni. Mfano tumeona kama vile timu kuzungumza na waandishi wa habari haijatokea Simba tu, lakini Yanga ametokea na msemaji wa bodi ya ligi ametokea, marefa wametangazwa, usema mzuri vingilio vimetangazwa na mifano ya watu kwamba wanaingiaje, yani kile kitu kimefanya yani maana kwamba kisu tayari kishakuwa tayari kishanolewa kwa ajili ya kumchinja. Inaona Simba kuto kuzungumzia chochote kuhusiana na mchezo inawezekana ikawa ni mtego. Hiyo Simba labda hapo la ajabu sana kutokea kwenye press. Hii ndio la ajabu, lakini si kitu cha ajabu katika mpira. Kwa sababu hata Real Madrid msimu tu Copa del Rey final hakutokea kwenye press. Walifanya Barcelona peke yake. Wao walitoa hoja zao za msingi na shirikisho lilifanyia kazi, mechi kile ikafaje? Ikachezwa. Shamba mzuri kwa sababu kutokea kwenye press ni kanuni ambayo inasema utapigwa tu fine. Kwa kuna fine yako utapigwa na fine, basi tena baada ya so leo wala sio kesho. Baada ya kamati kukaa itatoa mkeka wake utakuja tu fine. Kwa hiyo haingiliani press na kutokuja wapi uwanjani. Haingiliani. Shamba mzuri ni vitu ambavyo vipo, ni vitu ambavyo hata kama mtu asivovifanya haimaanishi kufuta mchezo. Kwa hiyo wewe angalia tu yale ya msingi ya mchezo kwamba utaratibu wa mchezo umesomekwa, press zimefanyika, marefa wametajwa, venues zinajulikana na vingilio vinajulikana. Kwa maana yake wewe weka tu kuna asilimia kubwa ya mechi kufanyaje. Kwa sababu Simba na Yanga haya ni mambo yao, hajaanza leo. Yaani haya ni mambo yao. Ipo kuna mwaka mmoja Yanga nafikiri Yanga sikosei, wacha kusema kwamba hawachezi. Hivi vile walivyosema hivyo, Simba kaingia uwanjani, Yanga akafanya surprise, wakaruka ukuta. Kuruka ukuta hiyo mechi Simba kaja kuchomoa jioni. Anasema kaja kuchomoa, kaja kuchomoa jioni Simba hiyo. Moja hiyo mechi hiyo. Tena ifanyika uwanja huru pale. Yaani Yanga kama hivyo kwa mgomo kama hivi. Walisema sisi mechi yetu tucheze. Na kweli wakati huo hakuna press, hakuna nini kipindi hicho. Kuna match meeting tu pale Karume hapa mnakwenda pale. Basi Yanga wakaruka, walitokea ukutani. Watu waliruka ukuta, wakaingia na gomba likapigwa kama kaida. Kwa hiyo ni mind game tu ambazo huwa zinawekwa yani kutoa tension, kwa sababu pia ukiangalia Yanga naye ndio mwenyeji, kuna masuala ya viingilio hapa. Kwa hiyo kani plan labda kuharibia tu Yanga plani yao wasifunge msimu vizuri na kupata mapato makubwa. Sasa tumalizie hili swali la mwisho kabisa. Za ndani kabisa naambiwa kwamba Faisal Salum kuna namna Simba wanamnyemelea. Hizi zimekufikia? Unajua mchezaji kutakiwa na klabu nyingine ni vitu ambavyo ni vya kawaida sana. Lakini kusema sasa amechukuliwa, huo unatakiwa tuache kushabikia timu, tutakuwa kama ndazimu. Tushabikie mpira. Hakuna sheria inayoruhusu mchezaji kuongea na klabu nyingine akiwa na mkataba ya mwaka mmoja. Ndio mwaka hapo anamilikiwa na klabu yake bila klabu yake kutoa ruhusa hiyo. Hakuna hicho kitu. Shamzuri. Labda waseme Simba ama Yanga wamemnunua Faisal kutoka Azam FC. Sio wamemalizana na Faisal kutoka sababu Faisal sio free agent. Faisal ana mkataba na Azam FC. Mkataba wake ulikuwa miaka 3 na mpaka sasa hivi ukatupeka miaka 2, huu ni mwaka wa mwisho anakwenda kucheza. Na kwenye kipengele cha Faisal kwenye mkataba huu unaona yeye kuuzwa ni $500,000. $500,000. $500,000 mkataba wake kipengele cha kuuzwa ni $500,000. Kwa mtaka wote Faisal. Toa mpunga mezani unafanyaje? Hakuna. Sasa watu wengi ukisikia wanazungumza kwa Faisal kashamalizana na Yanga, Faisal kamalizana na Simba. Wengine kasaini Simba, wengine kasaini Yanga. Asaini kwa misingi ipi? Huyu ni mchezaji wa Azam. Yaani asaini kwa misingi ipi? Kuna wengine wanasema kama kusaini labda aidha Yanga imekubali kutoa hicho kipengele kwa Azam ama Simba, au klabu imekubali kufanyaje kuwauzia. Lakini kama klabu haikutangaza mauzano aina yote, basi wasiulishwe matangopoli. Labda sasa kwa msimu ujao
inawezekana Faisal akaenda hivyo vilabu kwa sababu anakuwa free agent. Mshauri mzuri. Au kwa msimu huu kama kaenda hivyo vilabu, basi Azam wamekubali kufanyaje? Kumuuza. Lakini inasemekana kwamba kuna vikwazo ambavyo Yanga ameviweka kwa Faisal. Endapo labda ataenda timu nyingine, kuna namna pia wao inabidi washirikishwe. Ndio maana yake iko hivyo vikwazo vipo. Na nishakusemaga moja hapo ya bilioni 1 ile. Watu wakapinga sio nini, lakini baadaye wakaja kuthibitisha hicho kitu kama hicho. Maana yake iko hivi, mpaka hivi sasa hatima ya Faisal kwenda katika hivi vilabu ipo katika mikono ya Azam FC brother. Sio kwa mchezaji. Ila Faisal yeye ana maamuzi either aongeze mkataba na Azam ama asiongeze, ili awe free agent msimu ujao. Ama maamuzi anayo. Ila mpaka sasa hivi hatima ya Faisal kwenda Simba ama Yanga ipo kwa Azam FC. Sio kwa Faisal mwenyewe. Ushama mzuri kama watu wanavyosema ni. Yaani mtu wanamuuza Faisal tafikiria labda yaani kama hamna sheria kwenye mpira. Fake sasa ni Simba. Mwingine sasa ni Yanga, mwingine asipokwenda Simba. Sio mimi mnikate kichwa. Watu wale kaadi tu. Anaangalia miaka 3.